Katika mitaa ya kale ya Old Town ambako historia inaishi kwenye kila kona na kwenye kila hatua, basi kunayo hadithi ya mtu aliyeamua kujitolea maisha yake kwa mchezo wa kuogelea. Kutoka kwenye mitaa hii hadi kwenye kina cha maji, safari yake imejaa nidhamu, changamoto, kujitolea na vile vile ushindi mkubwa wa hali ya juu. Lakini nyuma ya kila rekodi na kila bingwa yeyote basi kuna kocha. Leo hii tunafuatilia safari ya mmoja wa makocha mashuhuri wa kuogelea, tukitafuta kujua ni nini humfanya endelee, nini humjenga kuwa kocha, na kwa nini anaamini kuwa bingwa siku zote haanzi siku ya mashindano, bali anaanza kwenye mazoezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jina langu naitwa Coach Talib Ali Yusuf. Nimezaliwa Kuze na nimekuwa Kuze. Nimeishi Mombasa miaka yote hiyo, na mimi ni expert wa swimming. Nilikuwa national swimmer, and then baadaye nikawa national swimming coach kuanzia mwaka wa 1996 mpaka 2002. Nimerepresent Kenya in swimming, Africa Junior Swimming Championships in Mauritius 1996. Baadaye nikaenda Hungary kusoma under the scholarship ya NOC via International Olympic Committee. Wakanipeleka Hungary kusoma coaching course ya miezi mitatu 1997, ambayo nili specialized in swimming. Baada ya hapo 1999 nikaenda All African Games as a national swimming coach. Baadaye tena nikaenda Commonwealth Games ambayo ilikuwa ni Manchester, United Kingdom. Na mbali na hapo nimecoach swimming, Coast Swimming Club. Nilikuwa head coach wa Coast Academy kuanzia 1993 mpaka 2002. Na Aquatic Sports Awareness tumeianzisha 2022. Madhumuni ya Aquatic Sports Awareness ni kuleta vijana pamoja, kuwatia kwenye aquatic sports ambazo vijana wengi ulikuwa tunaona wanapotea, hawana mwelekeo, na wanaingia kwenye drugs, wakiwa na idleness wanaingia kwenye drugs, wanaingia kwenye insecurity. So tukaonelea tuko na bahari hapa, tuanzishe hichi kitengo cha Aquatic Sports Awareness ambao ni CBO, registered CBO, na vijana tukaanza nao training 2 years ago. Walikuwa watakuogelea pia wajui vizuri. Sasa alhamdulillah tushaingia competition kadha wa kadha na vijana wana perform vizuri. Na mbali na hapo tuko katika pool ya Vita Primary Swimming Pool jioni, na pia tuko pamoja na baharini. Hapo tuko na events ambazo tunafanya every year. Every December kuna event ambao tunafanya, ambao sasa tumemaliza 3rd edition. Tumefanya 3 editions mpaka sasa, na December tunakuja na 3rd edition. Kwa hivyo hapa sisi hatuchaji watoto for training, na zaidi ni watoto ambao wanakuja swimming tunawatrain. Kitu kilichoko tu ni wanajaza form, then tunawatrain. Wale ambao ni wazuri tunaenda nao mbele, na tunaendelea hivyo. Hakuna charges, ni registration peke yake. Na hapa tuko ofisini. Hii ni office come storage. Tulipopata hizi staff from CDF ambao tulisaidiwa na patron member of parliament, mheshimiwa ndugu yetu Mohamed Sud Machele, ametusaidia na hizi kayaks na life jacket na vitu kadha wa kadha ambao ni worth 1 million. Na hii kusaidiwa ni kwa sababu sisi tumejitokeza kuanza kufanya, kwa sababu ukianza kufanya jambo tatokea wafadhili. Na mara nyingi kuna programs nyingi tunataka kuzifanya, lakini wafadhili ndio kidogo bado tuko na pengo nyingi. Mpaka hapa tupofika, alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika safari yangu kubwa toka tulipoanza kuogelea, wakati ule swimming pools zilikuwa ni kidogo sana.
miaka ya 80s. Swimming pool ilikuwa kwenye Chandaria, Mombasa Primary na Mombasa Women. Na hiyo Chandaria mara nyingine wa mzima, mara nyingine inakuwa si mzima tukishuka baharini. So sisi kama tunaogelea baharini, Allah yarham mzee wetu, patron wetu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, Mr. Swale Abdullah Taib ndio alotushika mkono sisi, akatupeleka swimming pool, akatulipia mpaka membership. Hapo wakati huo ni Coast Swimming Club. Nimeogelea na hiyo Coast Swimming Club imetoa national swimmers, national coaches, na ni club ya kwanza naweza kusema hapa Mombasa na Kenya pia, kwa sababu clubs nyingi hivi sasa ambazo ziko zimetokamana na hii Coast Swimming Club. Na tulikuwa na coach wetu pia Hassan Karama, tamtambua, alikuwa akijitolea akija kitu train for free. Kwa hivyo club yetu ilikuwa tukitrain for free. Tukaenda mashindano Nairobi, East African Railway, tukaenda mpaka Nairobi. Wakati huo tulikuwa tukiswim na kina ndugu zetu wakubwa, kina Dola Abdallah Hamed, kina Saleh Khitami, kina Muhammad Masoud, kina Abdallah Jamal, Khalid Sunune, Mwenyezi Mungu amrehemu. So tumetoka mbali, tukaonekana baharini. Ni kama hivi sasa vijana tumewaona baharini, tumewatoa, ndo vile vile sisi tulivyoanza. Baada ya hapo ikawa tuna train kule, pools mbalimbali, mara Coast Academy, mara tunaenda Mombasa Academy. Kuna mama mmoja wa Kiingereza kwa kitufundisha life saving, ndio tukaanza hiyo safari yetu ya swimming. Baada ya hapo ndo tukaingia kwenye coaching, ndo nikaanza kucoach Coast Academy kuanzia mwaka wa 1993. Na kuna wakati Coast Academy na Coast Swimming Club tuki almost 40% ya Kenya National Records. Kwa hivyo alhamdulillah pale tumefika mahali pazuri, alhamdulillah. Changamoto kubwa ni kwamba swimming generally Kenya mzima wakati ule ilikuwa haichukuliwi muhimu sana, kwa sababu ilikuwa hatushindi medals. Kwa hivyo mfano kama sisi wakati wetu, mimi nilipokwenda All African Games, nilipokwenda Mauritius, we had to dip in our pockets. Tumejilipia wenyewe. Baada ya kujilipia wenyewe ndio kuonekana ile sports ikaanza kukuzwa, ikaanza kuonekana, na mpaka sasa alhamdulillah vijana wanalipiwa kila kitu mpaka pocket money. So nataka niwaeleze wafanye bidii zaidi na wajue kwamba hii swimming imeanza wapi huko nyuma, na watambue kwamba kuna watu wali sacrifice kwa pesa zao, kwa elimu yao, kwa wakati wao mpaka hapa ilipofika. Kwa hivyo lazima vijana na coaches wengine wajue kwamba hii swimming haikuanza jana wala juzi, imetoka mbali, na kabla sisi pia kuja huko nyuma pia kulikuwa na watu, changamoto zishakuja nyingi. Mimi moja katika swimmers ambao nimewatrain wakafika mbali ni Olympics. Mwaka wa 2000 kijana Kim Jin-woo walienda Olympics pamoja na Maria Awori. So Kim Jin-woo nimemtrain mimi, alafu kuna na Rama Vyombo, kuna na Hamid Shehan, kuna na Hamid Nasir maarufu Chimidi, Jamil, watoto wa huku mitaani wote hao. Alhamdulillah, Abdul Gawi Ashur ambaye ameenda Olympics za disability na mtambua, na wote ambao wamefika huko, kutaja majina ni wengi, wote ambao wamefika Kenya team tunawatambua na juhudi yao ilionekana, na nataka vijana wa sasa waone ile juhudi na waige hiyo mifano inshallah. Changamoto zaidi ni kwamba swimming pools nyingi hapa Mombasa ni za private schools, na hawawezi kutupatia time sisi kwenda kutrain pale. Hiyo ndo changamoto kubwa. Na pools kama ziko za private, za government, za public, zote zimeshikwa na other clubs. Kwa hivyo sisi twabakia kukaa baharini ama Mvita swimming pool ambayo ni kama yetu pia, tukiwa iko sawa tukienda tukitrain pale. So schools naomba viongozi kama Mombasa County waweze kuandikia hizi schools pia, watoe CSR ambao hawa vijana wanaweza kwenda
kutrain, kwa sababu sisi tuna deal na vijana ambao wingi ni underprivileged, hawana uwezo wa kutoa 7,000 10,000 kwenda kutrain kwa clubs. Kwa hivyo ombi langu kubwa ni schools, private schools watoe ile time ya jioni ambapo wao hawatumii ile pool, hata kama ni kuhaya kwa pesa ambayo ya kiasi, naweza kupata wafadhili hao watoto tukawatoa kwenye majanga haya mitaani, tukawapa kipaji ambacho kinaweza kuwasaidia mbeleni. Kama sisi alhamdulillah kipaji ambacho kimetusaidia ni swimming. Tulianza swimming na tukaenda tukasonga, na alhamdulillah mpaka sasa we are giving back to the community. Kwa hivyo muhimu sana jamaa sote, kila mwenye uwezo fikra, mwenye uwezo wa pesa, giving back to the community is the only solution. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ahmed Abdallah maarufu Bade. Naam. Bade, katika hii program ya aquatic sports awareness, hawa vijana kuna activity gani ambayo mnafanya hapa ambayo inafanya hii yani maintain environment ya bahari? Kwanza kabisa kabla sija kujibu hiyo swali lako, kwanza nashukuru sana Halal Charity TV kututembelea. Alhamdulillah, sisi kama aquatic sports awareness, apart from hiyo kufundisha watoto swimming ambayo wanakuwa train na former national coach, swimming coach Atwalib, tuna clean up ECBO yetu, especially beach clean up ya Habaline. Okay. Kuna siku specific ambao huwa tumeweka as a team, sote tukutana tunaanza kusafisha beach. Tofauti na zile nyingine ambazo ziko za mtaani ambazo ni Old Town Reclaimers na Old Town Clean Up. So vijana wanasafisha bahari. Vijana wanasafisha bahari, especially ufuo yetu kutoka kule ya mji wa kale. Okay, mashallah. Na mna maintain vipi discipline yenu na vijana? Alhamdulillah, kwanza tumshukuru coach sana, Coach Twalib. Alhamdulillah. Kwa kuwachukua watoto kuweka pamoja, apart from kwenye training, hata madrasa, maskuli utaona mfuatana pamoja, wako pamoja. Yani kama wazazi sisi hatujui tumlipe nini. Hatuseme kama sisi ati mimi nitasema ni team manager ama patron. No, tujieleza kama wazazi ambao watoto wetu pia wako kwake wana train, hatujui tumlipe nini. Manake from discipline to activities mpaka namna pia ya kucope na wenzao. Alhamdulillah, alhamdulillah, inshallah. Neno la mwisho kwa wazazi ambao wanaangalia video kama hii, wazazi hawa watoto ambao mnaenda kufanya nao hizo activities, mwaambiaje? Wazazi tuwahimiza sana, once wanamwatia coach watoto wao, wasiwe wamwatia coach ndo basi, pia na wao watembelee pale mahali wale watoto wanapofanya practice. At least wale watoto wapate ile hima kwamba mzazi pia nitembelea na nataka nimuoneshe mimi na perform vipi hapa. Sio kuliko wewe siku ya sports day huji, wewe siku ya ninio, at least pia umpatie moral boost ule mtoto, na ule coach pia interaction yako na yeye inakuwa strong, sio una build ile bond. Mashallah. Naam. Shukran sana. Alhamdulillah, shukran sana. Allah afikum sana. Naam, Sheikh. Kwa majina tu nani? Majina naitwa Msalem bin Said bin Muhammad al-Mandri. Msalem. Mimi
Mimi kama patron wa Aquatic Sports inshallah. Na jambo ambalo liko katika hii Aquatic Sports ni resource center. Pengine tueleze resource center ni nini na inafanya nini? Ni rescue center. Rescue center. Rescue center. Kwa kwanza nataka kuwashukuru nyinyi Halal Charity kwa kuja kututia sisi support kidogo. Rescue center ni kunahitajika rescue center kwanza hapo Old Town mpaka Chuda. Kwa sababu ya nini rescue center? Rescue center itatusaidia sana sisi hapa kuangalia environment. Kama last weekend juzi kulikuwa mtu atazama hapa na hakuna mtu yote. Unaona, lakini kama tukiweka rescue center hapa itahifadhi pia kutakuwa na life guide ambapo watakuwa wanaangalia at least watoto. Unaona? Watakuwa wanaangalia hapo ufuoni. Unaona, in case emergency kama hizo ndogo ndogo, watoto wanzama, pengine mtoto amvutwa. Unaona, atakuwa na at least anamuona yule mtoto huyu ashavutwa, amvutwa yani. Anapeleka rescue. Kama kuna anaitisha boti. Unaona? Ama atachukua kaya kaende akamsaidia. Sasa rescue center zinahitajika sana. Hususan tunaomba sana masponsor kama county waeke hizi rescue center ambazo kila siku tunasikia watu wazama nini, swimming pool, naona watu wanazama, hakuna ma life guard. Unaona? Na kitu ambacho county government wanafaa wafanye, unaona, waandike hawa watoto wetu wapate makazi ma life guard. Unaona, vijana ambao wanasoma life guard lakini wanafanya kazi nje sababu hakuna kazi. Kwa kuna kazi. Sasa kama hizo zita create opportunity ya kazi. Unaona? Hapa kuna ma life guard wako hapa, lakini Maarabuni sasa unasikia watu wanafutwa na kuja zao nyumbani. Ni opportunity kwa watoto wetu pia ma life guard. Unaona? Hapa nyumbani. Kuliko na create jobs. Inasaidia sana. Na ingine neno moja kwa wale watu ambao wanahitaji waje pamoja ili muweze kulifanya ile jambo la rescue. Inshallah muhimu sana ni sisi wenyewe kushikana kama community na viongozi wetu waje mashinani watusikize, yani watushikane na wao watusikize walifanya ili jambo. Unaona, hiyo ndio kitu muhimu, kushikana kama tuwe umoja yani. Unaona, umoja inaweza kuleta ratida kwenye community. Inshallah. Hii ni kazi kubwa mafanya na inshallah Allah atawalipa katika. Amin inshallah sote. Takbir! Allahu Akbar. Sawa, shukran. Naam coach, tunashukuru sana kwa kuwa na wewe leo, na pengine katika wale watazamaji watakujua mengi kuhusu mambo na kuogelea mbali na CBO ya Aquatic Sports. Na jambo la kuogelea tunajua kuwa ni zoezi ni muhimu sana katika jamii. Pengine zoezi zako na hawa wanafunzi wako zinaenda vipi? Alhamdulillah, salamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baada kwanza nashukuru sana Al Halal Charity TV kuja kututembelea. Haya ndo mambo ambayo yanatumotisha sisi sana, kwa sababu tunaona kwamba ile kazi tunayoifanya inaonekana one way or the other. Alhamdulillah, japokuwa sisi tunafanya liajilillah, lakini ni muhimu mambo kama haya yakisambaa, yakionekana, ndo sisi tutaweza kupata wasaidizi, tutaweza kupata masponsor. Sisi programu yetu ya kuogelea hapa ni everyday, na kwa hivi sasa shule zimefungwa. Watoto tunapeleka running asubuhi from saa 12 mpaka saa 1, kwa sababu watuwezi kuendelea zaidi, wana madrasa ya kwenda, so lazima pia tuangalie, kwa sababu sisi sports yetu ni sports, alafu pia tunashajiisha sana watoto mambo ya madrasa na mambo ya shule, elimu kwa jumla, na hii pia ni elimu kama elimu zote nyingine. Na hawa watoto ukitaka kuwavuta kwenye mambo ya sports ndio unawavuta kiurahisi.
kiurahisi zaidi kuliko jambo lolote jingine. Mambo kucheza cheza watoto kawaida wanayapenda. Unaona? Alafu ni muhimu zaidi pia wao na wazazi pia wawe wana confidence na ile committee ambayo inawatrainisha watoto. Mimi alhamdulillah tumeshikana mikono na ndugu zangu hao waliondoka hapa sasa hivi, na wengine ambao hawako karibu, wengine ambao wako, wengine ambao ni nyuma ya pazia. Tuna watu alhamdulillah tofauti, lakini ingekuwa tukushikana na hivyo haya mambo asingekuwa. Kwa hivyo asubuhi huwa ni running, na siku ambazo hakuna madrasa watu na prolong ile running kidogo, na wakitoka saa nyingine wanaenda for clean up. Naona kama vijana wanasafisha tungarisha Old Town, wana join, wanasafisha mtaa, unakuza reclaimers, tunawatambua, wanasafisha mitaa pia, na wao vijana pia wana join. Alafu jioni wakitoka shule, hiyo program ya sasa ambao shule zimefungwa. Jioni wakitoka ni kama hivi sasa, tunaingia hapa mpaka karibu na Maghrib. Baada ya asri mpaka karibu na Maghrib. Mazoezi yote sisi hata kule swimming pool tukianza kutrain Maghrib ikifika tuna break, wanatoka wanaswali alafu wanarudi wanaendelea mazoezi. Kwa hivyo sisi mazoezi yote tunaofanya tunadhibiti sana mambo ya swala na mambo yetu ya tunajaribu pia mavazi yawe ni kulingana na vile Mwenyezi Mungu atakavyomridhisha. Japokuwa na mahali hapa na hapa kidogo changamoto, lakini tunajaribu. Tunafahamu na wakitoka hapa badal Maghrib naenda running. Kama hivi sasa kuna hiyo Mombasa Mega Marathon tarehe 16 ambayo itafanyika Mama Ngina pale. Tumeweka vijana 5 kilometers. Mashallah. So si swimming peke yake, sisi ni multi sport. Mambo ya kusafisha mtaa, mambo ya beach clean up, maelezo hapa pia. Zote hizo sisi tunazipeleka, tunajihusisha nazo. Mambo ya mandri motivation, watoto wetu wako pale. Mambo ya kitu chochote cha jamii tunasukuma vijana, tunawapa mwelekeo. Kuna vijana na coach Omi wakisafisha masjid kila Jumapili, kuna watoto wetu pia ambao wako pale. Alhamdulillah. Kila mmoja na programu yake, kuna mahali tukifika lazima tufanye pamoja. Lazima tushikane pamoja. Inshallah. Baada ya hapo kwa nidhamu, tukiangalia kwa nidhamu vile umetaja wanaenda motivation. Kwa unajengaje hii nidhamu kwa vijana? Maana ni ngumu kujenga nidhamu. Tunajaribu vijana wasi concentrate sana kwa upande mmoja. Okay. Tunawafundisha kuanzia hivi sasa wajue kubalance. Wajue kubalance training ya swimming, wajue kubalance masomo ya madrasa, wajue kubalance masomo ya shule. Na wakienda kila wakikuwa kubwa inakuwa ile balancing yao inakuwa kitu rahisi. Lakini tusingoje mpaka kijana shafika 16, 17 ndo watakapobalance, inakuwa ngumu sana kwao. So sisi program yetu inaenda hivyo, na watoto alhamdulillah discipline iko. Tuliona discipline na ndugu zangu pia tulipochukua watoto kule, tulikuwa na first edition ya mfungo camp. Wachukua watoto tukaona discipline yao iko sawa kabisa, mambo usafi nini. Manake mpaka pale mahali tulipokwenda pia wakati wa kuondoka yule msimamizi atuambia kama ambao hamkuja hapa yani kumesafishwa vizuri na watoto wanatusikiza, wanatupenda, sisi tuwapenda na tuko nao pamoja. Na sisi sote ni wazazi, mimi niko na watoto wangu hapa, ndugu zetu pia wako na watoto na watoto wengine wa mtaani. So watu wanaleta watoto wao kwa sababu wanatu trust sisi. Alhamdulillah, kutoka tuanze mambo haya hatujapatikana na habari zozote ambazo si nzuri. Wanaonijua alhamdulillah, na wenzangu pia ni hali kadhalika, kwa sababu ni team tumeshikana. Na kuna vijana pia hapa ambao ni qualified lifeguards. Okay. Mimi nafundisha how to teach swimming, how to train swimming. Okay. Kwa hivyo na hao tayari kuna mmoja tushampeleka London, ni coach yeye sasa. Mashallah. Mwingine ameenda Nairobi, kuna mwingine ameenda Saudia. Inshallah. So hiyo pia ni program ambayo sisi pia tuko nayo tunaifanya. Fahari kubwa. Alhamdulillah. Pengine utueleze hadithi ya mwanafunzi wako mmoja ambao alikupatia ile fahari ya juu zaidi. Story yake tu fupi. Mwanafunzi wangu ambaye amenipatia fahari ya juu zaidi ni Hamid Nasir Magambos, ambaye ni jina maarufu anajulikana kama Chimidi. Alhamdulillah, nimemtoa kuanzia mdogo yani. Kupata kudive juu. Nikamtrain pole pole, nikamtrain
Akapanda polepole mpaka tukaenda naye Commonwealth Games. Commonwealth Games tukaenda naye. Baada ya hapo mimi nikaretire na yeye pia akaendelea na maisha yake, lakini nataraji atanisikia huko aliko. Yeye ni mmoja ambao vijana mpaka sasa wakisikia jina lake linatajwa wanajua kwamba huyu alikuwa top kabisa. Na nyingine naweza kusema ni coach Alai. Katika coach Alai ndio nimemtrain pia kuanzia mdogo mpaka akawa coach, nikamtrain kuwa coach mpaka akawa coach. Inshallah. Mimi nilipotoka nikirudi tena mpaka sasa yeye ni coach. Wale watoto ambao yeye anawatrain aliwatrain, sasa mimi ndo nafundisha ku coach pia. Okay. Kwa hivyo tuko kwenye 3rd 4th generation sasa. Inshallah. Alhamdulillah. Ilmu ya Allah ajalie ni sadaka tujaria, kwa sababu kumweka mtoto pale akaanza kuogelea si jambo rahisi. Weekend iliyopita tu pale kuna jamaa naona watoto wanaogelea na yeye akamwambia hapa maji mingi. Sawa, sikii mara na yaka. Kiingia, bahati nzuri sisi tuko karibu tukamwokoa. Wana watoto tu. Hapa wana watoto wanaogelea, naona kitu rahisi tu hii. Lakini mpaka ufunzwe. Sababu wako trained yani. Wanajua wanafanya nini. Mpaka ufunzwe. Tunaona vijana alhamdulillah. Mashaallah. Alafu tuko na ndugu yetu Abbas Wazir ametusponsor hizi swim boys hizi za green hizi. Alhamdulillah, tukiwa na event zetu ametusponsor. Jamii yani it's our A to Z community engagement. Mashaallah. Kuna ndugu zetu wa community alhamdulillah. Wengine hapendi kutajwa, lakini Abbas Wazir ni interface alhamdulillah. MCTO wanatusupport pakubwa sana. Portside mzee wetu Salim Sadru yuko na sisi kila event, yuko na sisi kila wakati, mhitaji nini, mtaka nini. Kuna Lota Motors yuko na sisi, Taifa, Mombasa Maize Millers. Wengine nikipiga simu tu alhamdulillah, wengine walikuwa wanafunzi wangu. Mashaallah. Nikipiga simu tu alhamdulillah, mtaka nini, mhitaji nini. Mashaallah. Napata sponsorship za kwenye event zaidi, lakini ikiwa tutapata sponsorship ambayo itakuwa ni ya kuendelea na kudumu ni tukipata rescue center. Allah, tukipata rescue center tunaweza kuweka vitu ambavyo vitakuwa vinatupatia income ambayo tutaweza kuajiri vijana kwa lifeguard ambayo tutaweza kusustain pia. Inshallah. Kwa hivyo alhamdulillah, boti moja kama ile tukipata si vibaya. Naona piga ile boti pale, waona? Boti kama ile tukipata for rescue hapa, naona boti sasa. Kitokea jambo lolote tuko karibu. Inshallah. Ukiangalia katika michezo ya hii Kenya, hapa Kenya kuna mchezo mingi, volleyball, football, netball. Pengine huu mchezo wa kuogelea katika hali gani katika nchi? Mchezo wa kuogelea hapa Kenya kitambo naweza pengine kufananisha na majirani zetu Tanzania na Uganda. Kitambo wakati wangu mimi nilivyokuwa nikiogelea na nilivyokuwa coach, Tanzania na Uganda walikuwa hawako. Okay. Hawako kabisa. Na wakija competition wako wanaingia kama guest. Sisi ndio kwa tukiwa guide. Okay. Kufungua federation hivi. Na hapa kwetu serikali kipande kikubwa imelemea, yani swimming kwa haiangalii sana. Lakini ikafika wakati watoto wa Martin Danford ambaye ni chairman wa Carnival Mombasa Tamarind, vijana wake walipopata medals kule ndio kidogo ikaanza kuchukuliwa kama sasa vijana wanalipiwa kila kitu. Na tukiangalia zile timing za zamani na sasa, watoto wa sasa wameimprove sana, wanafanya timing nzuri sana. Wanafanya timing nzuri sana kwa sababu mimi nakumbuka 100 meters butterfly first swimmer hapa Kenya kufanya under 1 minute alikuwa ni swimmer wangu. Kim Jin. First time alifanya under 1 minute. Sasa hii 100 meters butterfly wanafanya mpaka 55 56 nafikiri hapo. Ama 54 labda. So timing imeimprove sana na serikali pia imeangalia vizuri sana. Sisi zaidi tunajaribu kuconcentrate na open water. Okay. Open water swimming ni ile swimming ambayo inafanyika baharini, open water. Kwa bahari inaweza kufanyika kwa lake. Open water manake. Ndio kipaji chetu hapa. Ukiwa na pool, ukiwa huna pool unaweza kutrain. Japo ukiwa na swimming pool inakuwa ni bora zaidi kwa sababu zile techniques unaziona vizuri na mambo mengine yote. Kunao wazazi ambao wanaangalia video hii na wangependa watoto wao pengine kujoin kama coach. Pengine process ni gani?
Watoto kujoin hapa baharini, process ni wanakuja tu wanajaza form. Okay. Tunawachukua wana train hapa kama hao wengine tulivyoanza nao. Okay. Lakini ikiwa tuko na swimming pool kwa sababu inalipiwa, wazazi waje pale wanajaza form, wanalipa registration, wanalipa na pesa ya kutrain. Mtoto anatrainiwa. Inakuwa ni kila siku 5 mpaka 6. Okay. 5 mpaka 6. Kwa hivi sasa pool imefungwa kwa sababu kulitokea incident a week ago, mtoto alizama pale. Ilikuwa si wakati wetu, ilikuwa ni wakati wa public, lakini kuzama ni kuzama. Kwa hiyo pool ikafungwa. Kwa sasa tuko narudi baharini. Kwa hiyo tukipata pool ni aula zaidi. Baharini tunakuja weekends peke yake. Okay. Baharini tunakuja weekends peke yake. Lakini pool ikifungwa tunakuwa tuko hapa every day. Umri gani, kuanzia umri gani watoto? Watoto kuanzia 5, 6 years. Wasichana tunachukua mpaka 9 years. Okay. Wasichana wakubwa hatuchukui. Wasichana wakubwa tunajaribu kuepuka ile kuingiliana wasichana na wavulana, alafu kunakuja makesi, na kwa sasa wewe kazi yako ifanye, unakuwa wa makesi tu saa zote. Na unakuwa pia changamoto zinakuwa nyingi zaidi. Kubwa sana. Hii watoto wa kiume peke yake changamoto nyingi, lakini alhamdulillah tunaweza kuwadhibiti kidogo. Wengine wazazi wengi wanaona kuwa hii mchezo wa kuogelea hauna future. Pengine ungewaambia nini? Mchezo wa kuogelea future yake iko. Mchezo wa kuogelea kunao future. Naweza kujitolea mfano mimi mwenyewe. Sababu mimi alhamdulillah nimesoma primary school hapa Serani. Inshallah. Nikasoma secondary school hapa Chudade. Kamaliza form 4. Sikupata grade nzuri, lakini passion yangu ilikuwa ni sports. Zaidi ilikuwa ni swimming. Nikajiendeleza na swimming. Nikafika mpaka Kenya team. Nikachukua diploma, nikapelekwa Hungary, nikasoma. Nikawa coach. Nikaajiriwa kwa shule ambayo nilikuwa nikipata mshahara. Mbali na mshahara, watoto wangu pia walikuwa wakipata free education pale Coast Academy. Ile wakati ule nilikuwa na watoto wawili, wote wakipata free education. Kwa hivyo naeleza wazazi wale ambao watoto wao wako kwenye sports na wamepata C ama C+, waweza kuapply university wakafanya physical education. Ikiwa yeye ni swimmer mzuri zaidi, kule manake unafundishwa all sports. Na unafundishwa all sports, alafu wao una concentrate zaidi kwenye swimming. Shule hizi za sasa ukipata 150, 200,000 mtu anapata mshahara za swimming coach, na ukifanya klasi zako hapa na hapa maisha yanasonga. Inshallah. So kuna opportunity. Lifeguard wingi sasa hii kwenye cruise ship, lifeguard wanachukuliwa Dubai, lifeguard wanachukuliwa Qatar. So mambo yako ni vijana wenyewe tu wawe na subra. Ubaya vijana wetu wataka kufanya kitu the next month wao waone tayari ngumu sana. Nachukua time, kuna process. Maisha yenyewe ni process, sio? So lazima utrust ile process yako ndo usonge. Huwezi fanya kitu hapo kwa hapo wewe ukafaulu tu. Shukran sana coach. Shukran nyinyi. Jazakallah khair. Sina la zaidi la kusema isipokuwa na washukuru. Inshallah. Na inshallah tuweko pamoja kwenye event zetu ambazo zitakuwa ni tutazikava live, tutafurahi zaidi. Amin. Na tunaporejea kwenye mitaa ya Old Town tunakumbushwa kwamba kila safari kubwa huanzia mahali fulani, na kwa kocha huyu safari haijaishia kwenye medali au ushindi tu. Ni kuhusu vipaji anavyogundua, maisha yanayobadilisha na mabingwa anaoandaa kwa siku zijazo. Kwa sababu ama kwa hakika maji yanaweza kutenganisha jana na kesho, lakini nidhamu, imani na mtu sahihi wa kuongoza ndivyo vinavyoweza kumpeleka mtu au mwogeleaji kutoka kwenye ndoto hadi kwenye ushindi. Ni kwa wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wakati mwingine.